Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya habari kubwa ambayo tunaweza kusema imeweka headline kubwa kwenye mitandao ya kijamii ni baada tu ya Mwijaku kutangaza hadharani kwamba Diamond ameshindwa kulipa kodi, lakini pia mtu ambaye Mwijaku aliweza alimtaja Jux. Jux ni mtu wa karibu sana na Diamond, ni rafiki yake kipenzi. Sasa Mwijaku akawa anadai kwamba Jux sasa hivi ni muda wake wa kumsaidia Mwambino ambaye ni msanii Diamond Platnumz. Diamond akishuka, Jux ndio wa kumsaidia kwa sababu Jux amesaidiwa sana na msanii Diamond Platnumz. Tukianzia kile kipindi ambacho Diamond aliweza kuanzisha urafiki na Jux, Jux alianza kufahamika kimataifa. Ngoma yake ya Enjoy, ngoma yake ya Ololufemi ambayo alimshirikisha au alishirikiana na msanii Diamond Platnumz, ngoma hizo zimefika mbali zaidi na zimemtambulisha Jux kwa asilimia kubwa sana. Ndio maana Mwijaku aliweza kumtagi Jux na kumwambia kwamba Jux, ni muda wako wa kuongea na ndugu yako na kumsaidia kama kweli amekoma kodi, uweze kumsaidia. Hao mastaa wana siri nyingi sana ambazo wanazificha. Star anaweza akazungumza mitandaoni kwamba yeye ana pesa nyingi, lakini nyuma ya pazia pesa zake zikawa za kawaida sana, kitu ambacho Mwijaku amekuwa akikizungumza mara kwa mara kwamba usitamani maisha ya mastaa. Mastaa mara nyingi sana maisha yao wanaiga au wanafanya vile limradi tu watu waone wana pesa, lakini sio kweli. Maisha yao ya mitandaoni ni feki, na ukimwona Star live unajiuliza kweli huyu ndiye ambaye alikuwa anasema na milioni 100 na milioni 200, jambo ambalo sio kweli. Na sasa hivi bwana, siku leo Jux alikuwa na interview katika media kubwa sana huko Nigeria, na tunafahamu sasa hivi Jux ni kama vile amehamishia makazi yake Nigeria. Anaishi pamoja na familia yake, mke wake Priscilla pamoja na mtoto wao Rakim. Na sasa hivi Rakim amekuwa kweli kweli anatambaa, muda si mrefu atatembea na tutaona birthday yake mwaka huu. Sasa Jux bana, katika ile interview aliweza kuhojiwa na kuulizwa kuhusiana na hili sakata la msanii Diamond kwamba ni kweli Diamond ameshindwa kulipa kodi kwa namna ambavyo tetesi zimesambaa huko kwenye mitandao ya kijamii. Bana, Jux ameweza kuzungumza na kudai kwamba katika huu mziki ambao wanaufanya, kuna muda mziki unakuwa haulipi, kuna muda inabidi utegemee biashara. Sasa Jux anakuambia ukiangalia sasa hivi Diamond ana muda kidogo hajatoa ngoma baada tu ya kuachia zile ngoma zake 3, Msumari, Nani na ile nyingine. Tuliweza kuona Diamond alikaa kimya akapoa kabisa. Yani baada ya kuingia mwaka huu Diamond akawa amepoa. Tangu zile ngoma aweze kuachia mwaka jana mwezi wa 10 mpaka leo hii Diamond hatujamuona ameachia ngoma yoyote, amekaa ametulia tu. Sasa Jux anakuambia kama msanii ategemei nyimbo, hategemei muziki, inamaanisha anategemea biashara. Na ukiangalia sasa hivi Diamond biashara zake hazipo sawa kiuchumi. Biashara yake ya media, ukiangalia biashara yake ya Wasafi Beti, sasa unaweza kuona kwamba huenda ikawa ni kweli, huenda ikawa sio kweli. Yeye Jux anakuambia bado hajawasiliana na Diamond, lakini endapo ikitokea kuna ukweli ndani yake kuhusiana na zile taarifa ambazo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii, basi yeye kama Jux, kama rafiki kipenzi wa msanii Diamond, ataamua kumsaidia kwa sababu amemsaidia katika mambo mengi. Jux anakuambia yeye ni mtu ambaye anakumbuka sana fadhila za mtu. Diamond alimfanyia vitu vingi. Ukiangalia katika ndoa yake Diamond alikuwa ni famous mkubwa ambaye alitokea Tanzania. Ukiangalia ndoa ilikuwa ina watu wakubwa kutoka Nigeria. Sasa hapa Tanzania Jux aliweza kumleta Diamond Platnumz, jambo ambalo likapelekea ile ndoa watu wengi sana wakawa wamehudhuria, kwa sababu tu wengine walikuwa wanatamani kumuona Diamond live, wengine walikuwa wanatamani kuwa naye karibu, wengine kupiga naye picha na jambo ambalo hilo Jux anakuambia hawezi kulisahau hata kidogo, kitu ambacho Diamond aliweza kumfanyia. Hivyo ikitokea ni kweli, basi atamsaidia na Diamond hawezi kumficha chochote. Huenda Diamond akimwambia kwamba kuna hili na hili, basi yeye atamsaidia kwa sababu ni ndugu yake. Wewe kama shabiki unalipo la kuzungumza, tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.